So unaona kwamba tulikuwa tunaona kwamba kama vile Yesu Kristo ametufanya sisi wote watoto wake. Bwana asifiwe. Na kama vile Yesu Kristo ametufanya sisi bibi yake, the bride of Christ. Sisi wote ni wale ambao tumeokoka na wale ambao wamekombolewa na damu ya Yesu Kristo. Bwana huwafanya the bride of Christ. Vile vile ndivyo Bwana ametufanya watumishi wake. Bwana asifiwe. Na kusudi tumeona kwamba Yesu Kristo ametufanya watumishi wake ni kwa sababu tulikuwa tumefungwa katika minyororo na tulikuwa watumwa kamili. Na tukaona kwamba hakuna mtu ambaye dunia hii ambaye anayeokolewa ambaye hakuwa mtumwa wa dhambi. Bwana asifiwe. Na Yesu Kristo akatukomboa. Na ndiye anauliza, inawezekanaje sasa baada ya kuwakomboa msiwe watumishi? Kwa hivyo habari za utumishi katika nyumba ya Mungu sio optional. Bwana asifiwe sana. Kuna mambo ambayo ni optional, lakini habari za utumishi sio optional. Na jambo lote ambalo sio optional inakuwa tikiti ya kuingia heaven. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sisi wote hatuwezi kuwa pastors. It is optional to become a pastor. Sisi wote hatuwezi kuwa evangelist. It is optional to become an evangelist. Sisi wote hatuwezi kuwa prophets. It is optional to become a prophet. Hatuwezi kuwa apostles. It is optional. Hatuwezi kuwa waimbaji. Ndio unaona kwamba saa zingine hatuwezi, sio wote ambao tunaweza kuimba. It is optional. Lakini katika habari za utumishi sio optional. Bwana asifiwe. Amen. Lazima hiyo ni tikiti ya kuingia mbinguni. Kwa hivyo mtu yote ambaye unaona kwamba anacheza na habari za utumishi, aidha anamtumikia Mungu katika mkono mregevu, huyu mtu anacheza na uzima wa milele. Ndio Bwana anatuambia hapa ati ya kwamba sasa angalieni, utumishi unazaa utakatifu ama utakaso na mwisho wake uzima wa milele. Bwana asifiwe sana. So tunaangalia, unajua saa hizi wakati tunaelekea kuingia ufalme wa mbinguni na tunajitayarisha kuingia katika ufalme wa mbinguni, lazima tuangalie mambo yale ambayo sio option, yani lazima. Mambo yale ati ya lazima uwe nayo. Bwana asifiwe. Kama saa hizi lazima tunajua kwamba ndio mtu akaweze kushiriki katika harusi ya mwana kondoo, the wedding supper of the Lamb of God, lazima uwe the bride of Christ. Na the bride of Christ anakuwa defined na ile vazi ambayo amevaa. Na ile vazi ambayo unasikia bibi ya Yesu Kristo anavaa linaitwa vazi la utakatifu. Ati ya kwamba hakuna mtu ambaye atakayekuwa katika ufalme wa Mungu bila hilo vazi. Bwana asifiwe. Ufalme wa Mungu bila kufanyika mwana wa Mungu katika habari za kumwamini Yesu Kristo. Na kuna jambo moja nalo Yesu Kristo analifunua saa hizi. Ati ya kwamba hakuna mtu ambaye atakayeingia mbinguni kama alipokuwa duniani hakufanyika mtumishi wa Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Hakufanyika a servant. Na nimeona kwamba Yesu Kristo alianza hiyo lesson kwa kuwaosha miguu. Akawaosha miguu. Na zaidi akaanza kuwa an example. Angalieni, mimi ijapokuwa mimi ni Bwana, nilikuja kuwatumikia ninyi, si kuja kutumikiwa. Akaendelea kuwaongelesha ndio hilo jambo liingie. Na ndiposa watakapoingia katika kazi ya Kristo. Bwana asifiwe sana. Watakapoingia kazi ya Kristo katika habari za utumishi wasicheze nayo. Bwana asifiwe. Amen. Katika habari za utumishi wasicheze nayo. Na katika habari za utumishi inafanyaga mtu akaweze kujua kwamba Yesu Kristo ni mfalme. He is the king and he is the master. Na mimi ni mtumishi wake. Na hakuna mtu ambaye anamtumikia mtumishi anayetumikia master wake katika mkono mregefu. Na hilo jambo Mungu alilichukia tangu hata wakati wa Israeli. Hata alipokuwa anawauliza kwamba dhabihu zile ambazo nyinyi mnanitolea hata zipelekeni kwa gavana wenu muone kama ataweza kuzikubali. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu alikuwa anasema kwamba dhabihu zile ambazo Israeli ilikuwa inakutolea wakati huo hawakuwa kama watumishi.
Na ndio sasa katika Agano Jipya sisi wote, kwa sababu ni mahali ambapo tumetolewa, watumwa wa dhambi, watumwa wa mambo ya dunia hii na tamaa za dunia hii, inawezekanaje sasa tukiingia katika nyumba ya Mungu tusikue watumishi wa Yesu Kristo? So Bwana anatusema hivyo, anakuwa na umakini sana ya kwamba anataka tukaweze kuwa the servants of God. Hallelujah. Hallelujah. Na sio optional, si jambo la kuchagua. Kwa hivyo baadhi ya mambo yale watu watakaoulizwa mbinguni, chunga sana, hili litakuwa jambo la kuhakikisha mtu ati lazima katika dunia. Na niliona kwamba watu wote wanaomtumikia Mungu na mzaha, mahali pao hawaingiani mbinguni, kwa sababu Yesu Kristo Bwana apokea zile dhabihu zote. Bwana sifa sana wanazozifanya, kwa sababu utakatifu unakuwa compromised, uhusiano wako na Mungu unakuwa compromised na mambo yanaharibika. Kwa hivyo nilitaka sana tukaweze kuona kwamba habari za kumtumikia Mungu katika habari nyakati za mwisho sio optional, ni lazima. Jambo lolote ambalo umelishika kulifanya, lifanye na moyo wako wote, kwa sababu hilo ndilo litafanya hata ukaweze kupata taji, uzima wa milele. Bwana asifiwe. Na ndio Yesu Kristo akawa mtumishi. Na ukiangalia watu wote ambao wameingia mbinguni, Yesu Kristo huwaita watumishi wake. Haleluya. Hili ni jambo la makini sana, la kumakinika nalo sana. Tunajifundisha step by step. Angalia vile vile wa Korintho, First Corinthians. Angalia kitabu cha First Corinthians chapter 7. Hallelujah. First Corinthians chapter 7. First Corinthians chapter 7 verse 21. Hallelujah. Tuone jinsi ambavyo Bwana anavyozidi kutufundisha mahali pale katika habari za utumishi. Angalia verse 20, inasema hivi verse 21. Wacha nisome kwa Biblia ya Kiswahili ili tukaweze kuishika vizuri siku ya leo, sisi ambao tumepatikana kwa ushirika katika jina takatifu la Yesu Kristo. Haleluya. Angalia verse 21 inasema je, kwa hivyo ni swali inauliza, je, uliitwa mtumwa? Usione vibaya, lakini kama ukiweza kuwa huru, afadhali kuitumia. Angalia verse 21. Kwa maana yeye aliyeitwa katika Bwana hali mtumwa, hali ya utumwa ni huru wa Bwana. Vivyo anasema vivyo hivyo yeye naye aliyeitwa hali ya uhuru ni mtumwa wa Kristo. Mlinunuliwa kwa dhamani, msiwe watumwa wa wanadamu. Ndugu zangu, kila mtu na akae mbele za Mungu katika hali hiyo hiyo aliyoitwa nayo. Bwana asifiwe sana. So unasikia vile Paulo anawashauri ya kwamba kitu kimoja, atimununuliwa na dhamana sana. Bwana asifiwe sana. Na unajua kwamba dhamana ile Paulo anaongea mahali hapa ni ile dhamana iliyotuondoa katika utumwa wa tabia za mwili. Ni ile dhamana ambayo iliyotuondoa katika utumwa wa dhambi. Bwana asifiwe. Na ndio sasa anatuambia kwamba tusiwe watumwa wa wanadamu. Bwana asifiwe. Na tunaona kwamba jinsi ya kwamba mtu anakuwa mtumwa wa wanadamu, badala uwe mtumwa wa Yesu Kristo unakuwa mtumwa wa wanadamu. Kwa hivyo Bwana anatuambia kwamba angalieni dhamana iliyotununua na ndio tukaweza kuwa watumishi wa Mungu. Na anasema kwamba katika ile hali ambayo Mungu alikuita na akakuweka, kaa katika ile hali, na ile hali ni ya watumishi. Na ndio sasa tukaona kwamba nyakati za mwisho watu wengi sana badala wao watumishi wanakuwa bosses, wanakuwa masters. Bwana asifiwe. Amen. Na unajua for example, tabia moja utaona kwamba ya mtu ambaye ni master.
Unajua master harekebishagu. Bwana asifiwe sana. Master harekebishagu. Mtu ambaye ni bwana harekebishagu, kwa sababu mtu ambaye ni mwalimu harekebishagu. Mtu ambaye ni baba harekebishagu. Bwana asifiwe sana. Na mtu ambaye ni kiongozi harekebishagu. Lakini mtumishi kila wakati urekebishwa. Na kama saa hizi unaona kwamba jinsi kanisa ina hate correction. Na watu wengi sana wana hate correction. Ukitaka kujua kwamba hata mtu ni boss na moyo wake si mtumwa, angalia saa zingine tabia za correction. Wakati una correct mtu katika nyumba ya Bwana, na attitude ambayo anayochukua toward that correction, inaweza kukwambia huyo mtu si mtumishi na si mtumwa ndani ya moyo wake. Bwana asifiwe sana. Amen. Yeye ni mwalimu, yeye ni kiongozi, ama yeye ni bwana. Ni tabia, iko kwenye tabia. Na ndio Bwana akawa anatuambia hapa, angalieni dhamana ambayo Yesu Kristo alitununua na akitutoa katika utumishi wa dhambi, ambayo tulikuwa perfectly. Na description hata ya wivu wa Bwana nilikuwa nawaambia kwamba hata saa hizi hata tukawa kama tumeketi katika wokovu miaka 2, miaka 3, miaka 5, Yesu Kristo anakuwa na kuhukumu jinsi ambavyo tulivyokuwa duniani. Bwana asifiwe. Na anajuanga kwamba jinsi ambavyo tulivyokuwa tunatumika katika dunia vizuri, lakini gharama akailipa sana pale msalabani ya wokovu, damu yake, na ikatufungua macho. Sasa anauliza, itawezekanaje tuwe watumishi wa Bwana? Ndio anasikia shauri anasema kwamba unasikia kwamba verse 23, you are bought with a price, be not ye servants of men. Tumenunuliwa na gharama, tusiwe watumishi wa wanadamu. Bwana asifiwe sana. So wacha niwaambie, tunapomtumikia Yesu Kristo katika nyakati hizi za mwisho, kitu cha kujichunga nacho sana ni kuwa mtumishi wa wanadamu. Bwana asifiwe sana. Ama of course kuna wale ambao wanarudi katika utumishi wa dhambi, lakini nasema kwamba Bwana anatuambia kwamba tusiwe watumishi wa wanadamu. Na wakati Paulo alipokuwa anasema hivyo, akafika, tusome Wagalatia tuone kwamba utumishi wa wanadamu maana yake ni nini. Wagalatia, Galatians chapter 1 verse 10. Galatians chapter 1 verse 10. Katika siku ya leo inasema hivi, Galatians chapter 1 verse 10. Galatians chapter 1 verse 10. Hallelujah. Inasema, for do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? For if yet I pleased men, I should not be the servant of Christ. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Saizi ni watu wangapi wanaofanya kazi ya Yesu Kristo, but macho yao wanataka wanadamu waone. Bwana asifiwe. So wakati mmote uko na intention ya kufanya jambo lolote kwa ajili ya Yesu Kristo, na lengo lako ni wanadamu wakaweze kuona wewe uko bado mtumishi wa wanadamu. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. So wakati tunapomtumikia Yesu, hata kama mwanadamu anaweza kuwa anaona, wewe usijali, lakini lengo lako ni liwe Yesu Kristo anaona. Kwa hivyo, kwa sababu haushawishi wanadamu, na unaona kwamba watu wengi wanataka kumtumikia Mungu kwa sababu ya criticism. Mtu akikukriticize kidogo unaacha, ni kwa sababu yeye ndio ulikuwa unapendeza. Bwana asifiwe sana. Watu wengi sana wameondolewa katika utumishi kwa sababu ya matamshi.
ati mtu alicriticize, hata for example mtu asema kama hata hajui kuhubiri, hiyo nitafanya nitaacha kuhubiri kwa sababu huyo mtu amesema. Ama for example kama vile Mama Kezia anatuongoza hapo, mtu asema Mama Kezia hajui kuimba. Bwana asifiwe. Amen. Na sadi nyingine anasema kwa sababu alisema hiyo unakuwa mtumishi wa wanadamu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu hautumikiani Mungu ndio ukaweze kupata praise ya mtu Bwana asifiwe. Na ndio watu wengi sana huodolewa katika huduma kwa sababu ya comments za watu. Na ukiwa bado haujapita katika kuondoka katika huduma katika comments za watu, hata kama criticism inaweza kuwa juu vipi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo lazima tuepuke sana wakati tunamtumikia Yesu, tusiwe watumishi ambao wanakuwa persuaded na wanadamu. Haleluya. Ama watu ambao wanaoshawishi mwanadamu, kwa sababu hata kama mtu anaweza kusema, na wacha niwaambie, hakuna kitu ambacho kinakuwa katika na vita kama mtu ambaye anayemtumikia Yesu Kristo. Watu hunena mambo ya kukudiscourage. Jitayarishe Bwana, kwa sababu wanadamu hupenda sana kupendezwa na wanadamu sana hupenda sana kutumikiwa. Bwana siku sana. Na mara nyingi sana, angalia wakati wote unapoanza kumtumikia Yesu Kristo, na ndio unaona kwamba wakati kabla hata hujaanza kumtumikia Yesu Kristo, angalia motive yako. Na kama ni Yesu Kristo unatumikia, expect criticism zito sana. Bwana asifiwe. Amen. Na si ya kupigiwa makofi, ni ya kutukanwa, ni ya mtu kukukejeli, na ni ya kunena maneno mengi. Lakini kama unamtumikia Yesu Kristo, wewe endelea, kwa sababu wewe ndiye unayemtumikia. Bwana asifiwe sana. Lakini saa hizi watu wengi sana ni wanamtumikia wanadamu. Hata kazi ile yote ambayo nimekuwa nikifanya, hawanagi kitu yote ambayo ninachofanya. Bwana asifiwe. Sasa unaona kwamba unajisubject, na watu wengi sana wameondolewa katika asili ya kumtumikia Yesu based on reports za watu. Bwana asifiwe sana. Kama umepata opportunity, haleluya, ya kusimama katika wokovu na ya kufanya jambo lolote kwa sababu ya Yesu Kristo, hata kama watu wanaweza sema kwamba wewe haukufanya vizuri hivyo, kwa sababu hatufanyagi mambo vizuri, siubirigi katika standard ati nikaweza kupendeza watu. Watu sema kama kulingana na jinsi ambavyo anahubiri hapo sasa mimi nimeona nimetosheka. Lakini kulingana na jinsi alivyohubiri jana sikutosheka. Siwezi kujisubject katika habari za utosheleshaji wa wanadamu, kwa sababu nitakuwa mtumishi wa wanadamu na bado nitakuwa si huru katika Kristo. Bwana asifiwe sana. So jambo lolote ambalo unalolifanya, kuwa mimi naambianga watu wale ambao wanamtumikia, ziba masikio kabisa. Usiondolewe katika huduma na usiondolewe katika utumishi wa Mungu kwa sababu ya maneno ya watu. Kwa hivyo kuwa mtumishi wa Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kama unamtumikia Mungu, kuwa mtumishi wa Mungu. Hata kama unapata nafasi ya kufanya jambo lolote katika ufalme wa Bwana, katika shamba la Yesu, usiangalie jinsi watu wanavyosema, tafadhali, kwa sababu watu huongea. Bwana asifiwe. Amen. Simuona kama mtu kama Sauli alikuwa amechaguliwa awe mtumishi, japo kuwa alikuwa mfalme. Sauli alikuwa amechaguliwa awe mtumishi na akawa a slave kwa muda. Lakini alipoenda kutekeleza kile ambacho Mungu alikuwa amemweleza, sauti za wanadamu zikawa nzito. Na imagine Bible inasema kwamba Sauli akapendeza wanadamu. Na Mungu akasema kwamba kwa sababu nilikutuma uwe mtumishi wangu na ukasikia sauti ya watu na ukawasikiliza na wakakuondoa kwenye huduma, basi ufalme wako umeisha. Na kweli Paulo hata alikuja kurealize ya kwamba hatari ya sauti ya watu na kugeuzwa kuwa mtumishi. Unasikia Paulo anasema kwamba nawasihi
kwa sababu mmenunuliwa na gharama, msiwe watumishi wa watu. Msiache kazi ya Yesu Kristo kwa sababu ya criticism za watu, maoni, opinion. Bwana sifiwe sana. Amen. Opinion za watu. Hata watu za zingine wanaacha kwenda kanisa fulani kwa sababu ya opinion ya watu. Bwana sifiwe. Wanaacha dedication kwa Yesu Kristo kwa sababu ya opinion ya wanadamu, na wanamwacha Yesu Kristo. Na anasema kwamba kumbe huyo mama hakuwa mtumishi wangu, kumbe huyo kijana hakuwa mtumishi wangu. Angalia, ameniacha kwa sababu alisikiliza vile watu ambavyo walivyosema. Na wacha niwaambie, hakutakuwa na excuse katika ufalme wa mbinguni. Bwana asifiwe sana. Wacha nikwambie, hata kuondolewa katika nyumba ya Mungu, katika kanisa na maneno ya watu, hakutakuwa na excuse mbele za Bwana. Bwana asifiwe sana. Hakutakuwa na excuse kabisa. Kwa hivyo Bwana anatuambia kwamba tuwe watumishi wake. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Bwana ambao anasema kwamba do I persuade men? Anasema do I persuade men or God? Kwa hivyo ni Mungu, kwa sababu tumefanyika. Or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be the servant of Christ. Kwa hivyo watu wa Kristo wanamtumikia Yesu Kristo na hawalengi sana kumpendeza mwanadamu. Bwana asifiwe. Jambo la pili ambalo linakuwa la kutuonesha kwamba unamtumikia wanadamu ni kufanya kazi yoyote na mashindano. Bwana asifiwe sana. Tunisome wa Filipi uone. Tusome Philippians. Kwa hiyo tusome Philippians chapter 2. Hallelujah. Wacha tusome Philippians chapter 2 verse 3. Wacha tusome pale. Kwa hivyo tumeona ya kwanza ni kujisubject katika criticism za wanadamu. So please usiondolewe katika ukweli, usiondolewe katika nyumba ya Mungu kwa sababu ya watu. Hata watu wakinena habari zako na wakufikishie, don't worry, sema amen, kwa sababu hakuna mtu aliyekuokoa. Bwana asifiwe sana. Hakuna mtu aliyekuokoa, ni Yesu Kristo alilipa gharama kwa sababu yako, na wewe ulifanyika mtumishi wake. Bwana asifiwe sana. Na ninaambianga watu ya kwamba hakuna watu wakati watafunga mdomo. Mtu anafunga mdomo wakati amekufa. Ndio mtu ambaye amekufa aongea. Lakini kama bado watu wako hai, na watu sio wote ambao wametubu na wameokoka na wamemwogopa Mungu, wao huendelea kunena. Bwana asifiwe sana. Hata kama hawatanena hapa, zile cross tunaishi na kwenye tunaishi watanena. Bwana asifiwe sana. Never subject yourself kulingana na jinsi watu wanavyosema. Hallelujah. Wacha tusome, inasema kwa hivyo ni wa Filipi chapter 2, angalia verse 3. Verse 3 inasema msitende neno lolote kwa mashindano wala kwa majivuno. Hallelujah. Bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenzio kuwa bora kuliko nafsi yake. Bwana asifiwe sana. Ya kwamba vile tunapomtumikia Mungu tuchunge sana tusitende jambo lolote kwa mashindano. Bwana asifiwe. Mimi unajua kwa nini tunafanya mambo kwa mashindano? Kwa sababu sisi wanga tumepewa neema tofauti. Bwana asifiwe. Kama umepewa grace ambayo ni ya kufanya jambo hili, kama for example wale ambao wanaoiba, na umepewa grace ya kuiba, usitake kuimba kumwibia Mungu. Usitake kuwa nabii, wacha niwe muibaji, wacha niwe nahubiri, wacha niwe na hii, kwa sababu watu wengine wanafanya hivyo. Kwa sababu mashindano ndio imemaliza watumishi wengi sana wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Ati ya kwamba hata tunapofanya kazi
Na unajua kwamba mtu ambaye anashindana, tunapoingiza mashindano katika habari za kumtumikia Mungu, unaona kwamba tunapotezanga utumishi kabisa, na sasa inakuwa ni jambo la mwili, kwa sababu mambo ya mwili ndio yanakuanga na mashindano. Na unaona kwamba lesson ya kwanza ambayo Yesu Kristo hufunza watumishi wake ni ya kwamba ile neema tu ambayo Yesu Kristo amekupa na kile ambacho Yesu Kristo amekupa kufanya, jameni, kifanye wewe binafsi. Kwa hivyo ni kumaanisha unapomtumikia Mungu usiangalie mwenzio anatumikia Mungu vipi. Bwana asifiwe. Na mara moja hata usiache utumishi wako jinsi na useme kwa mimi nataka kumtumikia kama yeye. Ni watu wangapi sasa hizi wanasema kwa mimi nataka kuhubiri kama mtu fulani, mimi nataka kuiba kama mtu fulani, ama jinsi ambavyo mtu yule anavyofanya nataka kufanya vile. Bwana anasema kwamba mashindano yasiwe katika utumishi. Ni hatari sana. Kwa hivyo watumishi wa Mungu hawastahili kuwa na mashindano. Ni jambo la mwili, na Kiingereza inaitaka vain glory. Yaani unataka kusifiwa na mambo ya bure. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo anasema kwamba msitende neno lolote kwa mashindano wala kwa majivuno. Bwana asifiwe sana. Majivuno ni kusema kwamba angalia hii mimi ndio nimefanya hivi. Hata hiyo sio utumishi. Bwana asifiwe sana. Na wacha niwaambie kitu kimoja. Bwana asifiwe. Ukininunulia for example shati ama uninunulie saa, kitu yote kizuri, usema kwamba na hiyo kitu hata kiwe na attractiveness na watu, na kwa sababu ya vile kimeshika watu, usema kwamba mimi ndio nimefanya hivyo, hiyo inaitangwa majivuno. Bwana asifiwe sana. So wakati tunapomtumikia Yesu Kristo, unasikia kuna spirit ambazo tunazichunga isiwe ifanye huduma yetu ama utumishi wetu katika Kristo ni bure kabisa. Kwa sababu Bwana anasema kwamba wakati tunapomtumikia, hata katika nyakati za mwisho, tuchunge sana roho ya mashindano, na zaidi ya yote tuchunge roho ya majivuno. Wacha Yesu Kristo akuapprove, usijivune. Hiyo imepeleka watu wengi sana jehanamu. Vain glory ambayo ni mashindano na majivuno. Mtu anafanya kitu kidogo ndio huyo lazima, na ndio kwamba wacha Yesu Kristo aone ule utumishi. Kwa hivyo hizo ni roho hatari sana, majivuno. Haleluya. Na vile vile mashindano. Tusifanye utumishi wa Yesu Kristo katika majivuno na mashindano. Kwa hivyo tunapomtumikia Yesu Kristo tunastahili kuwa na nia. Haleluya. Hata kama watu wataona kwamba wewe labda ndio ulitenda hili, sawa, lakini wewe mwenyewe katika moyo wako umejaa unyenyekevu, ukisema kwamba kazi ile ambayo ninaifanya kwa sababu Yesu Kristo akaweze kuiona, kwa sababu mimi nimekwisha kufanyika mtumishi wake, mimi si mtumishi wa wanadamu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Na ndio kwamba jambo lolote ambalo limefanywa katika majivuno, Yesu Kristo halipokeangi na halikuangi dhabihu mbele zake. Bwana asifiwe. Na ndio kwamba hata katika nyumba ya Bwana sisi ambao tunataka sana kutembea katika njia ya utakatifu na hata njia ya ukweli, ndio unaona mara nyingi sana hata haturuhusingi roho kama za fundraising hapa katika nyumba ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Hata kama tunapanga na mahitaji ya kujenga nyumba ya Bwana hapa na hapa, watu hujitolea katika sirini. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu saa hizi mtu, for example, tufanye fundraising hapa. Unajua fundraising inakuwa kitu open, ya kwamba lazima kutakuwa na majivuno na kutakuwa na kusifiwa. Ona huyu alitoa 1,100, alitoa 50,000, alitoa hiki na hiki. Bwana asifiwe sana. Na hiyo ndani ya moyo wa mtu inaanza kuingia kitu kinaitwa majivuno. Na ikiingia majivuno, haleluya, na unaona kwamba wengine wanaanza kwamba kama yule ambaye amefanya kile na amesifiwa hivyo, wacha na mimi nijaribu kumuiga, tushindane. Bwana asifiwe sana. Umeshaisikia hata wakati ambapo tunakuwa na kikundi ya kuabudu hapa, watu wengi sana unasikia kwamba mimi nataka kuimba kama juzi niliona kwamba watu katika of course katika huduma wanataka kuimba kama mwimbaji fulani.
na ana struggle. Na yeye Mungu amempa sauti nzuri. Bwana asifiwe sana. Anakaa ile yake. Wacha mimi nasemanga hapa, wacha tukiimba hata kama nimefunga macho ninasikia huyo ni Mama Kezia ameingia. Si ndio? Huyo ni Sara ameingia. Bwana asifiwe sana. Na ama huyo ni Mwangi ameingia. Lakini watu wanasema kwamba mimi nataka kuimba, for example kama Eno, wanasema Eno sasa. Ati wanasema hiyo ni kinaitwa mashindano. Unaona hata sauti yake ameweza kuishia. Kwa hivyo amemsikiliza, amejidharau mwenyewe na amesema kwamba labda ile yake ndio nzuri. Hiyo ndio inaitwa roho ya mashindano. Bwana asifiwe sana. Na roho ya mashindano inakuwa katika habari za kupendeza wanadamu. Lakini jinsi ambavyo ulivyo, uwe na sauti nzuri, mbaya, whatever, hiyo yako ndio nzuri na ndio quality. Na ndio Yesu Kristo alikupa. Bwana asifiwe sana. Hata kama ni ya kusuasua. Haleluya. Ni heri ushike hiyo kuliko ile ingine ya kuiga. Na kuliko ile ingine ya kushindana. Wow. Watu wanashindana na mambo, katika mambo, na yanaingia katika hata nyumba ya Mungu, hata katika habari za kuhubiri. Na ndio unaona mimi niliwaambia hapa, si unaona kwamba tulipoingia huduma, wahubiri wote walikuwa wanahubiri na Kiingereza, sharp English, hata hujui Kiingereza. Na unaona hata kinashindikana, lakini mimi nikaangalia kwamba sasa kwa nini nataka kuwa kama wao? Na mimi nataka kuongea Kiswahili. Bwana asifiwe sana. Na si injili yangu inaeleweka katika Kiswahili. Bwana asifiwe. Amen. Inaeleweka. Kwa sababu siko mahali hapa kushindana na mtu yoyote. Niko hapa kufanya kile ambacho Yesu Kristo ananipa. Na kile Yesu Kristo ananiongoza kukifanya. Kwa sababu nimefanyika mtumishi wake. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Na hiyo ndio inakuwa njia ya kwenda mbinguni. Na wale ndio wanaitwa watumishi wa Yesu. Si kwamba kwa sababu wachungaji wote wanaendesha magari makubwa na mazuri na lazima mimi niishi katika hayo. No. Lazima mimi Yesu Kristo amenipangia jinsi ambavyo nilivyo. Nastahili kuiga mtu yoyote. Bwana asifiwe sana. Kama kile Yesu Kristo ameniwezesha kukipata ndicho niko nacho, wacha nitoshike na hicho, na wacha niendelee na hicho, wacha nikipende zaidi hivyo, na wacha niishi na hiyo milele, na kwa sababu nilifanyika mtumishi wake. Na ndio Paulo akasema kwamba majivuno na mashindano inauondoa utumishi kabisa. Bwana asifiwe sana. Katika nyumba ya Mungu. Hebu tusome zaidi. Kwa hivyo anasema kwamba majivuno na msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu amhesabu mwenzio kuwa bora kuliko nafsi yake. Kwa hivyo kwa unyenyekevu ndio unaitwa utumishi wa Bwana. Bwana asifiwe sana. So unasikia hizo ni roho ambazo zinaataka utumishi wa Mungu na watumishi wa Mungu. Na ikikuataka inaondoa utumishi, majivuno, mashindano. Na tena jambo lingine ambalo, kwa hivyo jambo la kwanza ni tulisema kwamba mtumishi wa Mungu anastahili kupendeza wanadamu, anastahili kuwa beyond criticism. Beyond ya wanadamu, hauwezi kujisubject bila watu wanasema katika habari za imani. Bwana asifiwe sana. Wanadamu hawawezi kukuondoa kanisa. Hata waongee. Tuwe beyond na mtu ambaye moyo wake ni strong. Mtumishi wa Mungu anakuwa na a strong heart. Bwana asifiwe. Haudori wangi safari na maneno ya watu. Hadi kwa sababu watu wamesema hii na hii sitamtumikia Bwana. Kwa sababu watu wamesema hii na hii sitaenda hilo kanisa tena. Kwa sababu watu wamesema hii na watu wengi sana wameondolewa kwa sababu ya hilo, lakini ole wao. Kwa sababu katika siku ya mwisho Bwana anasema kwamba no, lazima ungekuwa mtumishi wangu. Bwana asifiwe sana. Na ninamwambia hizo roho lazima zije kujaribu watumishi wa Mungu. Sababu ukiangalia jinsi ambavyo Biblia imeandikwa, watumishi wengi sana walipitia mambo mengi sana yalinenwa kuhusu juu yao na hakuwa mazuri. Wakawekelewa mambo, hawakuacha huduma. Wakawekelewa hii, hawakuacha imani. Bwana asifiwe. Wakaambiwa haya, hawakuacha kwa sababu walikuwa watumishi wa Mungu. Mioyo yao ilikuwa very strong.
na majivuno nje, mashindano nje. Kaa vile ambavyo Yesu amekuweka, kile ambacho Yesu Kristo amekupa. Hata Bwana anatuambia kwamba hata kama kuna kuiga, muige Kristo. Haleluya. Hebu tusome zaidi. Angalia vile vile kuna jambo lingine ambalo tunastahili kuepuka nalo katika habari za kumtumikia Yesu Kristo. Tumsimtumikie Bwana na manunguniko. Haleluya. Hiyo katika Philippians vile vile chapter 2. Haleluya, verse 14. Angalia Philippians hiyo tu tumesoma chapter 2 verse 14. Inasema, yatendeni mambo yote pasipo manunguniko wala mashindano. Amerudia tena. Bwana asifiwe. Mtumishi wa Mungu usinungunike. Haleluya. Do not Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kazi ya Mungu haina kitu kinaitangwa, niliwaambia mara nyingi sana, haina democracy. Kama for example wewe umekuwa assigned a duty, kama vile mimi nahubiri hapa. Bwana asifiwe sana. Siwezi complain ama ninungunike kwamba ni mimi tu ninahubiri. Kwani nyinyi hamwezi kuhubiri? Bwana asifiwe sana. Ama ni mimi tu ninaiba? Hamwezi kuiba. For example, kama wewe unafagia kanisa ama unaosha kanisa, na watu wamezebea katika hiyo kazi, na ni wewe peke yake, usiwahi fungua mdomo useme kama ni mimi peke yangu. Hii inaitwa manunguniko. Bwana asifiwe sana. So jambo lolote ambalo unalolifanya kama mtumishi wa Mungu, pasiwe na manunguniko. Kama wewe umepata neema na unaona watu wengine hawafanyi na wataki, wewe endelea. Bwana asifiwe sana. Wewe endelea. Haleluya. Na ndio nisemaga kwamba hata wale for example tunafanya kazi ya Mungu hapa, usiwahi, kama unaona kwamba hapa mimi ndio niko, usiwahi nungunika useme kwamba mimi tu ndio niko. Bwana asifiwe sana. Mnajua kwamba Elijah aliponungunika, Elijah the prophet of God, kuna wakati alimwambia Mungu, angalia kwamba baada ya Israeli kuwa na mambo haya yote, hakuna mtumishi mwingine, ni mimi tu nimebaki. Katika roho ya manunguniko, Elijah Mungu akamwambia kwamba Mungu ako na 7,000 amejihifadhia. Bwana asifiwe sana. So wakati tunapomtumikia Mungu, kwa sababu umeshakwisha kuwa a slave, unaondoa roho ya manunguniko kabisa. Bwana asifiwe sana. Na mashindano. Kwa hivyo nasema kwamba, ndio nasikia nasema kwamba yatendeni mambo yote pasipo manunguniko wala mashindano. Hao ndio wanaitwa watumishi wa Mungu. Haleluya. Ati kile ambacho unajua katika utumishi wa Mungu hakunanga kufinyiliwa. Ati wamenifinyilia hapa. Bwana asifiwe sana. Ati wamenionea hapa. Haya, hii ni kunifinyilia kabisa. Hakuna kitu kama hiyo, kwa sababu umeshafanyika mtumishi. Kwanza kazi ya Yesu Kristo ni kujipeana bila kuangalia mwenzio. Bwana, mimi nasemaga kwamba imagine saa zingine niwe nategemea mtu katika kunitumikia Mungu on my behalf, na awe hataki. Sasa nani atakayemtumikia Yesu Kristo? Bwana asifiwe sana. Nani atakayemtumikia? Simona katika tunajiona kwamba tumtumikia Mungu katika habari za kuangaliana. Lazima uwe leading. Atia kwamba kama you are not leading, I step in. Kwa sababu mimi siangalii mtu yote. Haleluya. Hata kama utaambiwa, unajua saa zingine watu wa ku step in wanaitwa kiberebere. Saa zingine wanaweza kuitwa majina kama hayo. Ni kiberebere, kila wakati anajionyesha. Kila wakati anafikiria tu ni yeye. Unaona? Na kila wakati anafikiria kwamba hakuna mwingine, mambo kama haya, those things. Na comment kama hizo. Wewe jari sana ku step in katika kazi ya Kristo bila kuangaliana.
Kwa sababu kazi yote ambayo inakuangaliana kuna kuanga na kitu kinaitwa manunguniko. Bwana asifiwe sana. Na yale manunguniko yakiingia, Yesu Kristo hapokeani ile dhabihu kama watu ambao wanaomtumikia. Anaonanga watu ambao wanashindana. Na niliona kama inakuanga vibaya sana katika nyumba ya Mungu kukosa mtu utumishi katika sehemu hii, kukosa utumishi katika sehemu hiyo. Bwana anasemaga kwamba anaona watu waliacha kumtumikia kitabu. Bwana asifiwe sana. Nilimwambia kwamba Mungu haangaliani utumishi katika wingi, anaangalia katika ule moyo na jinsi ambavyo mtu amejitoa. Kwa hivyo tunaona kwamba zile roho ambazo zimefanya Yesu Kristo akose watumishi duniani na Yesu Kristo akose watumishi kanisani. Kwa sababu kama watu wanafanya kazi ya Yesu Kristo na kushindana, kama watu watafanya kazi ya Yesu Kristo na manunguniko, kama watu watafanya kazi ya Yesu Kristo na kuangaliana, nani atakayemtumikia Yesu? Hizo ni roho Paulo alikuwa anaziaddress kwa kanisa, na ili utumishi usichukuliwe. Bwana asifiwe sana. Na tuwe watu wa kujitolea katika habari za utumishi, ukiangalia kwamba Yesu Kristo wewe mwenyewe ndiye anayekuangalia. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Na natumaini kwamba kuna jambo mnashika. Haleluya. Amen. Katika principle ya utumishi na jinsi ambavyo Yesu Kristo alivyokuwa. Tusome kitabu cha 1 Peter. Vile tunapozidi kujifundisha, tunapomalizia. Kwa hivyo tunapomtumikia katika Yesu Kristo, tusiangaliane, tusisukumwe. 1 Peter chapter 2 verse 16. 1 Peter chapter 2 verse 16. So jinsi watumishi wa Mungu wanavyostahili kuwa. Kwa hivyo always reading. Angalia chapter 2, angalia chapter 2, 1 Peter chapter 2, nasoma verse 16. Are you there? Amen. Inasema hivi, kama walio huru ila sio wasio utumia uhuru wao kwa kusitiri ubaya, bali kama watumwa wa Mungu. Haleluya. Waheshimuni watu wote, wapendeni ndugu, mcheni Mungu, mpeni heshima mfalme. As free. Na wakati Bwana anasema kwamba as free, always unajua kwamba free from sin, free from the world, free from corruption, yani ile minyororo ya dhambi, ndio anasema as free. Hallelujah. Kwa hivyo anasema kwamba as free as free, not using your liberty as a crop of maliciousness. Hallelujah. Kama watu walio huru, tusitumie uhuru wetu. Kiswahili inaita aje? Kiswahili sikiliza, uone kwamba mtu akikosa kuwa mtumishi wa Mungu. Verse 16. Kama walio huru ila wasiotumia uhuru wao kwa kusitiri ubaya. Lakini hii Kiingereza inasema kwamba maliciousness. Unajua maliciousness ni kukaa kila wakati unachongoa watu. Bwana asifiwe sana. Mtu ambaye si mtumishi wa Mungu, tabia yake hata akiwa katika nyumba ya Mungu ni kukaa katika habari za, inasema kwamba kusitiri ubaya. Bwana asifiwe. Atiko katika nyumba ya Mungu na umesitiri ubaya katika moyo, wewe si mtumishi. Na unajua mtu ambaye anayestiri ubaya lazima anene mabaya kuhusu mtu. Na unajua Mungu haturuhusu kunena jambo la ubaya ambalo hauna dhibitisho lake. Bwana asifiwe. Usiwahi nena mtu ule mama ni mjinga na ujai ushuhudia ujinga wake. Bwana asifiwe. Usiwahi kusema kwamba yule mwanaume mkorofi. Haujui ukorofi wake. Wewe ni unaitwa maraining. Maraining ni kama majusi ama kuwekelea watu mambo. So Bwana anatuambia
ya kwamba unapoacha kuwa mtumishi, imagine kile ambacho kinachokuwa ndani yako, ubaya. Na sasa ni watu wangapi wamejaza ubaya katika moyo? Na unajua kwamba mtu ambaye ni mtumishi wa Mungu aidhango, kwa sababu hata ya uhuru ule ambaye anakuanga nao, kwa sababu ya uhuru ule anakuanga nao, imagine hana nafasi ya kuweka ubaya. Bwana asifiwe sana. Katika moyo wako, ati moyo wako kile umeweka ni uzuri, hauweki ubaya na mtu yeyote. Na mtu yote ambaye asiyeweka ubaya, unaona kwamba hawezi kuwa mtu wa kumalaini watu. Kwa hivyo Bwana anatuambia as free, tusitumie uhuru wetu katika habari za kuweka ubaya. Lakini uhuru wetu, sikiliza anasemaje? Lakini anasema kwamba ati kama walio huru, ila wasiotumia uhuru wao kwa kusitiri ubaya. Haleluya. Bali kama watumwa wa Mungu, lakini tukaweze kuwa watumishi wa Mungu. Hananga nafasi ya kuweka ubaya moyoni. Bwana asifiwe. Amen. Ubaya unafanyanga hata usilale. Chunga sana unapoweka ubaya. Unasikianga hata huwezi kulala. Unasikianga masumbuko, unasikianga bitterness. Unakuja uso, unakasirika. Na unaponena unanena maneno mazito, sio ya watumishi wa Mungu wale. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hebu tusome zaidi, angalia vile 2 Timothy. Kwa hivyo watumishi wa Mungu, tabia kama zile wasiwe nazo. Na ndio kwa umuhimu wa utumishi wa Mungu. 2 Timothy, angalia 2 Timothy chapter 2. Tunapomalizia kwa leo. Lakini tutaendelea zaidi, nitaendelea kuwafundisha zaidi sana quality za watumishi wa Mungu na jinsi ambavyo tunastahili kumtumikia Mungu. Na kama vile tumeona kama watumishi wa Bwana Yesu Kristo hawanangi ubaya. Kwa hivyo ukiona mtu ambaye ameweka ubaya katika moyoni mwake, ambapo anakuwa na malaini watu, matusi. Malice ni matusi. Bwana asifiwe sana. Huyo mtu hajafanyika mtumishi wa Mungu. Kwa sababu mtumishi wa Mungu hastahili kuweka ubaya ndani ya moyo. Mtumishi wa Mungu anastahili kutumia uhuru ule ambao Yesu Kristo amempa kumtumikia Yesu Kristo na kutumikiana. Haleluya. Amen. Lakini sio kumalaini watu. Na unajua hata malaini watu katika gossip, malaini watu iko katika backbiting, malaini watu iko katika roho zero zote. Unaona kwamba shetani ametuma ndani ya Wakristo. Ametuma ndani ya Wakristo wagari hata wamesema wanaokoka, lakini bado unaona kwamba zile roho bado zimekaa ndani. Na ndio Bwana anasema kwamba tusitumie uhuru wetu katika jambo kama hilo. Haleluya. Na Mungu atatubariki na vile vile Bwana atakuwa pamoja nasi kama watumishi wake. 2 Timothy chapter 2, angalia mstari wa 16. 2 Timothy chapter 2 mstari wa 16. Haleluya. Mstari wa 24, sorry. Mstari wa 24. Mstari wa 24. 2 Timothy angalia inasema, wacha tuanze verse 23. Kwa hivyo tunaangalia neno la servants of God. Na niliwaambia kwamba it is not optional. We must be servants. Nilishangaa sana kwamba Yesu anaita hata mtoto mdogo wa servant. Hallelujah. Amen. Sinaona kwamba zile revelation tulikuwa tunasoma juzi wakati fulani. Nilishangaa sana kwamba hata Yesu anapo address watoto wadogo, hata anapo encounter, anawaitanga my servant. Na nikashangaa sana kwamba Yesu Kristo vile anahitaji watu wawe watumishi wake. So it is not optional. Na servant si kumaanisha kwamba ni pastor. Servant tumesema kwamba ni mtu yote ambaye anamtumikia Mungu. Tunasikia kwamba hizi quality lazima ziwe of course ndani yake. Hallelujah. 2 Timothy tumesema 2 Timothy chapter 23. 2 Timothy 2:23 nasema, but foolish and unlearned questions avoid.
knowing that they do gender strifes. Hallelujah. Wacha nisome kwa Kiswahili. Waraka wa pili wa Timotheo, that is chapter 2 verse 24. Basi mtumwa, verse 23, walakini uyakatae maswali ya upumbavu yasiyo na elimu, ukijua ya kuwa uzaa magomvi. Tena haimpasi mtumwa wa Bwana kuwa mgomvi. Haleluya. Kwa hivyo mtu ambaye anayetumikia Mungu ananga mabishano. Bwana asifiwe sana. Na unajua kwamba dunia hii kuna mabishano ya mambo mengi. Bwana asifiwe sana. Kwanza kuna mabishano kama saa hizi, mabishano ya kisiasa ni mengi. Usiona hata watu wanabishana ya kisiasa. Haya, kuna mabishano ya dini. Kuna mabishano ya mambo mengi sana. Biblia inasema kwamba kama unayemtumikia Mungu, avoid kitu kinaitwa mabishano. Unaweza kuwa unatenda jambo, lakini mara moja uingie roho ya mabishano ingie. Bwana anasema kwamba mtumishi wa Mungu hastahili kuwa katika mahali ambapo pana mabishano. Bwana asifiwe. Amen. Na mabishano unasikia sauti inaenda juu. Wakati watu wanabishana sauti inaenda juu, watu wanaanza kurusha matusi na watu, mambo mengi sana yanatokeanga. Ndio Bwana anasema kwamba mtumishi wa Mungu asijipate katika mambo kama yale. Bwana asifiwe. Amen. Alafu anasema tukimalizia ya kwamba tena haimpasi mtumwa wa Bwana kuwa mgomvi, bali kuwa anasema mwanana. Unasikia kwamba anasema kwamba mwanana, bali kuwa mwanana kwa watu wote, awezaye kufundisha, mvumilivu vile vile. Wacha nisome kwa Kiingereza ndio inasema kwamba and a servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men, ought to teach, patience, in meekness, instructing those that oppose themselves. If God peradventure will give them repentance to the knowledge of the truth. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Mtumishi wa Mungu anastahili kuwa gentle in heart. Hallelujah. Amen. Unasikia hata Bwana anatuambia kwamba hata yule ambaye anayepotea ati ya kwamba bado umwelekeze katika ule upole. Na ndio ndio kwamba Yesu Kristo huo ndio Mungu ambao aliyokuwa nao. Na ndio Yesu akasema, angalieni mimi, ijapokuwa nilikuwa Bwana, si kuja kutumikiwa, nilikuja kuwatumikia. Nanyi kuweni hivyo. Bwana asifiwe sana. Ati kazi ile ambayo tunayofanya kwa sababu ya Yesu Kristo, tuwe watu very gentle katika mioyo yetu. Na mtu ambaye ni gentle hatakaji mabishano. Bwana asifiwe. Mabishano yakiwa mahali anajiondoa, anajiepusha, kwa sababu mabishano itatoa matusi. Mabishano itatoa nini? For example, unaona kama saa hizi mabishano ya siasa ni mengi. Mabishano mazito sana. Sharp, usibishane. Kwa sababu mapenzi ya Mungu kila wakati usimama. Haleluya. Kuna mabishano ya imani. Kuna mabishano haya. Kuna mabishano haya. Mabishano yote mtumishi wa Mungu astahili kujiingiza. Haleluya. Kwa sababu anastahili kuwa na ule moyo wa upole. Na hiyo ndio unaona kwamba character ambayo Yesu Kristo anatafuta na kitu na apate watumishi. Lakini saa hizi watumishi wamekuwa hawapo. Lakini wacha mtu ambaye ni mkubwa akasirike. Utaona hiyo hasira jinsi ambavyo itakavyotokeza. Kwa sababu katika moyo wake yeye ni mtu mkubwa. Lakini mtumishi wa Mungu anakaa kila wakati chini, always. Ati kwamba hata katika hasira yake anaweza kujimanage kwa sababu anataka ile tunda la upole lizidi kuwa ndani yake. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo kuna mambo ambayo Yesu Kristo anaangalianga watu wanapofanyika watumishi wake. Na ndio Bwana mambo yale akiangalia akaweza kuyaona ndani yetu. Yesu Kristo atakuwa na furaha akiwa mbinguni. Na Yesu Kristo atuangalia hapo. Na Yesu Kristo azidi, tunapozidi kutembea katika safari hii,
na hasa katika nyakati hizi za mwisho atazidi kusema kwamba Nairobi, Githurai niko na watumishi wangu. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Wakati mwingi sana Paulo alikuwa anaenda kijiji fulani ama tauni fulani, anaenda sehemu fulani, na kila wakati Mungu alikuwa anasema naye katika ndoto ama anasema naye katika maono, usiogope, katika mji huu niko na watumishi wangu. Na wale watumishi ukiwaangalia jinsi ambavyo walivyokuwa naishi, walikuwa wanaishi katika maisha na karakta kama hizi zimeelezwa katika Biblia. Bwana Yesu asifiwe. So wakati tunapomtumikia Yesu Kristo, tusiangaliane. Wakati tunamtumikia Yesu Kristo, tusiwe na mashindano. Wakati tunamtumikia Yesu Kristo, tuwe wapole. Bwana asifiwe sana. Amen. Na wakati tunamtumikia Yesu Kristo, tuwe na unyenyekevu. Kwa sababu kando na hayo, sio utumishi wa halali na sio utumishi wa kweli. Bwana asifiwe sana. Amen. Na unajua kwamba kama vile tumesoma siku ya leo, tumesema kwamba it is not option. Ati mimi naweza kuwa mtumishi wa Mungu, mimi sitakuwa. No, ni kwa watu wote ambao wameokolewa. Kwa sababu sisi wote tulikuwa watumishi wa dhambi, tulikuwa watumishi wa dunia, tulikuwa watumishi wa tamaa, tulikuwa watumishi wa mambo mengi. Lakini Yesu Kristo kwa gharama kubwa sana ya pale msalabani akatununua. Sasa akatufanya watumishi wa haki, ni watumishi wa Mungu. Sasa lazima tumtumikie Mungu. Bwana asifiwe sana. Na tuondoe katika roho zile za mashindano. Kile ambacho Yesu Kristo amekupa, fanya kazi nacho. Na ile kazi ambayo Yesu Kristo atazidi kukupa, ifanye kwa moyo, usitake kuwa kama mwingine. Haleluya. Hata kama unataka kuwa kama mtu mwingine, kuwa kama Yesu Kristo. Kwa sababu ile roho ambayo inaleta mashindano, mara nyingi sana inafanya watu wakaweze kupendeza wanadamu. Na mtu akipendeza mwanadamu katika utumishi wake, hata kuwa mtumishi wa Yesu Kristo. Na vile vile tumesema, tafadhali, tumesema ya kwamba usiondolewe katika utumishi na maneno ya watu, kwa sababu kuna Bwana anatusii katika neno lake. Anasema kwamba kwa sababu mmenunuliwa na gharama, msiwe watumishi wa wanadamu. Kwa hiyo usiondolewe katika utumishi kwa sababu ya maneno ya wanadamu. Usiondolewe katika kanisa, useme ya kwamba mimi sitaenda kanisa hilo tena kwa sababu mtu alisema hii na hii. Wewe kuwa mtu ambaye ameziba masikio, kwa sababu ni Yesu aliyekuita, na mwisho utakutana na Yesu. Watu wale ambao utasubject kwao siku ya hukumu hautawaona. Bwana asifiwe sana. Na utasema mtu atasimama mbele za Yesu Kristo asema kwamba unajua mimi niliacha kukutumikia kwa sababu wakati wote nilikuwa nakutumikia, ama wakati wote ambao nilikuwa najitoa katika hilo kanisa hakuna mtu alikuwa anaona. Ili hali jinsi ambavyo alivyokuwa na neno ni maneno mazito, criticism. Na niliona kwamba kanisa kama halitaweza kwenda beyond criticism za wanadamu, mara nyingi sana hauwezi kuwa mtumishi wa Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. We must go beyond. Ile mtu anaongea, kila mtu yoyote, kama kile ambacho anachokiongea si cha kweli. Bwana asifiwe sana. Kama kile tu mtu anaongea si cha kweli, hiyo si kitu cha kukushangaza. Bwana asifiwe sana. Hata mtu aniite majina aina gani, haitafanya mimi niweze kumtumikia Bwana, kwa sababu mambo yale niko na ushuhuda wa kweli. Ati mambo yale yule mtu anayesema sio ya kweli, haiwezi kuniondoa katika shamba la Mungu hadi tarumbeta itakapolia ama maisha yangu itakapokoma katika ulimwengu huu. Bwana asifiwe. Kwa sababu kuniita kwake aliniita nikiwa mtumishi. Hakuniita nikiwa boss, hakuniita nikiwa teacher, hakuniita nikiwa bwana, hakuniita nikiwa baba. Aliniita nikiwa mtumishi. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ni mtumishi wa Yesu Kristo, sio mtumishi wa wanadamu yote. Na mimi I hate hata mtu yote ambaye anajaribu kutufanya mtumishi wa wanadamu yote. Nasemanga kama siwezi kukubaliana, kwa sababu lazima nitajaribu kuiga watu na nitajaribu kukimbia mbio za watu ambazo mimi siwezi, na niko na my own race ambao Bwana anataka nikaweze kufinish, na nikifinish my race ninajua kwamba kuna taji ambayo ameniwekea. Na hivyo ndivyo kwa kila mtu ambaye ameokoka. Bwana asifiwe sana. Amen. Kufanyika the servant of God milele na milele. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen.